Na mada nataka tuzungumzie. Ndugu zangu, kuna watu wengi ambao walikuwa wakifikiria kwamba Iran inaenda kumalizika, jinsi imeingia na vita na Israeli na Umarekani. Lakini hali halisi tunayoiona iko tofauti kabisa. Inaonyesha kwamba unapoamua, wala nchi ikiamua kwamba inataka ilinde raia wake na mali zake, hakuna nchi nyingine yaweza kuja kuivamia. Umarekani imefika mwisho pamoja na Israeli zidi ya Iran, na watu wa Iran wako tayari kwa lolote lile Umarekani nalolitaka. Lakini ukiona haya yote yanayopita, watu wa haki za binadamu, mashirika mengi hayo, hakuna yoyote yule ambayo yuko upande wa Iran kwa yale yote yanayotokea nchini mwake. Watoto wameuawa shuleni, watu wanakufa ambao ni raia ambao hawana hatia na hawana mtu wa kuwasemea. Lakini ukija kuingia mazingira ya Afrika, rais akitaka kutengeneza nchi yake, rais akitaka kuweka sheria nchini mwake, mashirika yote ya haki za binadamu ndio utayaona sasa yanaanza kuongelea. Sijawahi kuona hata shirika moja la binadamu ambalo liliwahi kuongelea Marekani kwa haya yote imefanya. Wamefanya ya kwao Libya, wakaenda Afghanistan wakafanya ya kwao, Iraq walifanya ya kwao, na haya tunayoshuhudia yanapita Irani yanasikitisha sana. Fikiria wewe mzazi, umetuma mtoto wako shuleni, na huko shuleni amepigwa bomu na amefia huko. Wewe mzazi waweza kujisikia namna gani? Na hivi sitoshe, hata wewe mzazi ambaye umebaki nyumbani, hali yako iko hatarini, na hakuna shirika yoyote ile ambayo imesimama juu ya Israeli na Marekani. Lakini marais wetu wa Afrika wakijaribu, tumeshuhudia kidogo, ambao rais wa Tanzania alitaka kuweka discipline kidogo nchini mwake, mashirika yote ya kibinadamu yalijitokeza. Ukienda Kongo, rais akitaka kufanya hivi kutengeneza mambo yake ili nchi iweze kusonga mbele, mashirika ya kibinadamu yote ndio yanaonekana. Rwanda hivyo hivyo, Uganda hivyo hivyo. Ukienda Burkina Faso hivyo hivyo, Mali, Niger na nchi zingine. Pale unapopenda kutengeneza kwako wewe, ndio shirika za binadamu zinakuja sasa kwamba wewe unafanya vibaya. Lakini haya yote yanayotokea kati ya Israeli na Umarekani zidi ya Iran, hakuna shirika ya kibinadamu hata moja tunayoona inalalamika. Hiyo ndio dunia tunayoishi. Ukiwa na nguvu, ndugu yangu, hakuna mtu yoyote yule anaweza kuvamia. Na muda ndio huu wa sisi wa Afrika kuweza kujua, unapoamua kutenda jambo lako, usiangalie Umarekani atasema nini, usiangalie Umoja wa Ulaya unasema nini. Fanya kile unachoamua kwa maslahi ya raia. Na kama unafanya kitu ambacho kinaenda kinyume na mahitaji ya raia wako, ni lazima uweze kuacha ili uweze kwenda njia ambayo mtenda sambamba na mapenzi ya raia. Maana kama wewe ni rais, ni kwa sababu ya raia hiyo hiyo. Watengenezee mazingira mazuri ili waweze kukupenda, hata unapomaliza mula wako watabaki wakikumbuka. Hata upewe yote ya dunia, kuna mahali waweza kwenda nayo, lakini pale unapoacha sifa nzuri mbele ya watu wengine, historia yako itabaki milele na watu wataisoma kwa njia nzuri. Na kama una maoni, ndugu yangu, kwa haya yote yanayopita katika dunia hii, weka maoni yako hapo. Asante sana.